Yes, karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Kuelekea katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kumekuwa na utaratibu wa vilabu zetu nchini Tanzania. Kumekuwa na utoaji wa jezi ambazo zitakazoenda kutumika katika michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya makundi. Na unafahamu kabisa michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya makundi hazihitajiki timu yoyote akiwa na mdhamini wa kampuni ya kubeti, na Simba mdhamini wao ni Betway. Na katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF wameweza kutoa room, kwa maana kwamba timu yoyote inayodhaminiwa na kampuni ya kubeti basi ikishaingia katika hatua ya makundi, basi timu hiyo iweze kumtafuta mdhamini mwingine kwenye ile chapa kwenye kifua chake pale, aweze kufaa logo nyingine ama nembo ya kampuni nyingine itofauti na kampuni ya kubeti. Msimu uliopita Simba katika michuano ya ligi ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba waliingia na kampuni ya Mokola ambayo ni kampuni iliyokuwa chini ya mwekezaji wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na Simba kuingia katika michuano hiyo ili kuondoa ile sintofahamu ya kuwa na kampuni ya Mbet msimu uliomalizika. Msimu huu Simba inadhaminiwa na Betway, na kama nilivyokuambia mara ya kwanza, michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika ikisha ingia katika hatua ya makundi haitajiki timu kuwa na mdhamini mwenye kufanana na kampuni ya kubeti. CAF kule wanayo kampuni yao ambayo ni inashirikisha masuala ya kubeti. Kwa hiyo Simba kama nao pia wangekuwa na mdhamini ama CAF wangewaruhusu kuingia na mdhamini wao Betway, basi kidogo kungekuwa na utofauti au kuingilia kwa maslahi. Sasa Simba wameweza kumtangaza mdhamini ambaye atakayeweza kuwakilisha michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliomalizika kulikuwa na Mokola, na msimu huu Simba wameona kwamba ni bora waende na Mokola kwa sababu ni mdhamini kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Na kama unavyofahamu, Mokola si kampuni ya kubeti, ni kinywaji ambacho kinywaji hiko kinatengenezwa ama chini ya mwekezaji Mohamed Dewji. Kwa Simba wameona na msimu huu bora waingie na Mokola. Ni moja kati ya udhamini ambao mara nyingi Simba wanajaribu kufanya vile ambavyo wao wanavyofikiria. Misimu kadhaa huko nyuma Simba alikuwa hakiingia kwenye makubaliano na VCT Tanzania. Tumeshuhudia hapa misimu kadhaa walikuwa wameingiliana na mambo ya utalii. Wizara ya mambo ya utalii na utamaduni walikuwa wameingia huko, lakini misimu kadhaa hivi karibuni huo utaratibu umekuwa umeondolewa. Lakini msimu uliopita nilikwambia mara kwanza kulikuwa na kampuni ya Mokola, na msimu huu Simba wameona waende na Mokola ambaye yeye atakuwa ni mdhamini mkuu kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye hatua ya makundi kumekuwa na sheria ama kanuni ambazo CAF wenyewe wameweza kujiwekea, na moja kati ya sheria hizo ni hizo kuto kuingia na kampuni ya kubeti ili kulinda kuto kuingiliana kwa maslahi. Simba wamemtangaza Mokola ambaye ni mdhamini mpya wa klabu hiyo ya Simba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Fedha mkataba hawajaweza kusema kwa maana kwamba wameingia katika mkataba wa bei gani, lakini tu wameweza kulitolea ufafanuzi na Mokola kuwepo katika kifua cha wachezaji ambao watakaoenda kushiriki michuano hiyo
ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii pia inaleta taswira gani Mohamed Dewji kuwepo katika kifua cha wachezaji ama kwenye jezi ambazo zitakazoenda kuvaliwa katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Kule mtaani wanasema kwamba fedha ya mkono wa kushoto ni sawasawa kuitoa mkono wa kushoto na kuipeleka mkono wa kulia. Tafsiri ni kwamba hakuna hasara na hakuna faida, kwa maana kwamba wote ni wale sawasawa. Na fedha uitoe mkono wa kushoto kuipeleka mkono wa kushoto, ama uitie mfuko wa kulia na mfuko wa kushoto, ile hali ni mtu mmoja, ni sawasawa tu kuibadilisha makazi, kuyatoa makazi haya na kuyapeleka makazi mengine. Hayo ni maneno ya mtahani na kila mmoja ana tafsiri vile ambavyo yeye anavyojua, lakini kubwa kuliko faida itakuwa ni kubwa sana kwenye soko la kibiashara, kwa maana kwamba Simba wao watakuwa wanaenda kutangaza biashara kulingana na kinywaji hicho ambacho kinachoweza kuandikwa kwenye kifua cha jezi ya Simba Sports Club kwa michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba nao pia wamejiandaa vizuri, na ukumbuke kwamba siku za hivi karibuni Novemba 22 mchezo utaenda kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 1 kamili usiku, mchezo huo wa hatua ya makundi, mchezo wa kwanza, ambapo Simba atamkaribisha Petro Luanda kutoka pale nchini Angola, na kule Yanga visiwani Zanzibar wao watamwalika FAR Rabat kutoka pale nchini Morocco, na mchezo huo utapigwa majira ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na Kati kule visiwani Zanzibar. Lakini pia tuendelee kujikita hapa Dar es Salaam. Kuna mchezo huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao utapigwa pale katika dimba la Benjamin Mkapa Novemba 22. Wachezaji wote wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, kwa wale wachezaji ambao walikuwa wameweza kusalia, ambao hawapo katika majukumu ya timu zao za taifa, kwa maana kwamba wale wachezaji ambao wameendelea kusalia kambini na bado wanaendelea kupewa mafunzo ama kupewa mazoezi ili kuweza kuifanya mili iendelee kuwa bora zaidi, kuifanya mili iendelee kuwa imara zaidi. Lakini pia kocha mkuu bado ameendelea kukifua kikosi hiko, kwa sababu ukiachana leo ikiwa ni tarehe 12 na ukijaribu kupiga mahesabu hapo zimesalia kama siku 8 kufika Novemba 22. Kwa hiyo kocha ameendelea kuwatengeneza wachezaji, kuwafanya wachezaji waendelee kuwa bora zaidi, wachezaji kuwapa mazoezi ambayo yatakuwa ni bora kwa upande wao. Lakini pia viongozi kadhaa ambao wa klabu hiyo ya Simba wamesafiri bwana kwenda kule mkoani Kigoma, kwenda kusimamia ama kwenda kuwapa pole wazazi, mzazi wa Kibu Dennis Prosper. Mzee Dennis Prosper ameweza kufariki, na kwa baadhi ya viongozi wa Simba wamesafiri kwenda. Inadhaminiwa na Betway, na kama nilivyokuambia mara ya kwanza, michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika ikisha ingia katika hatua ya makundi, haitajiki timu kuwa na mdhamini mwenye kufanana na kampuni ya kubeti. CAF kule wanayo kampuni yao ambayo inashirikisha masuala ya kubeti. Kwa hiyo Simba kama nao pia wangekuwa na mdhamini, ama CAF wangewaruhusu kuingia na mdhamini wao Betway, basi kidogo kungekuwa na utofauti au kuingilia kwa maslahi. Sasa Simba wameweza kumtangaza mdhamini ambaye atakayeweza kuwakilisha michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Msimu uliomalizika kulikuwa na Mokola, na msimu huu Simba wameona kwamba ni bora waende na Mokola kwa sababu ni mdhamini kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika. Na kama unavyofahamu, Mokola si kampuni ya kubeti, ni kinywaji ambacho kinywaji hiko
kinatengenezwa ama chini ya mwekezaji Mohamed Dewji. Kwa Simba wameona na msimu huu bora waingie na Mokola. Ni moja kati ya udhamini ambao mara nyingi Simba wanajaribu kufanya vile ambavyo wao wanavyofikiria. Misimu kadhaa huko nyuma Simba alikuwa hakiingia kwenye makubaliano na VCT Tanzania. Tumeshuhudia hapa misimu kadhaa walikuwa wameingiliana na mambo ya utalii. Wizara ya mambo ya utalii na utamaduni walikuwa wameingia huko, lakini misimu kadhaa hivi ya karibuni huo utaratibu umekuwa umeondolewa. Lakini msimu uliopita nilikwambia mara kwanza kulikuwa na kampuni ya Mokola, na msimu huu Simba wameona waende na Mokola ambaye yeye atakuwa ni mdhamini mkuu kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye hatua ya makundi kumekuwa na sheria ama kanuni ambazo CAF wenyewe wameweza kujiwekea, na moja kati ya sheria hizo ni hizo kuto kuingia na kampuni ya kubeti ili kulinda kuto kuingiliana kwa maslahi. Simba wamemtangaza Mokola ambaye ni mdhamini mpya wa klabu hiyo ya Simba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Fedha mkataba hawajaweza kusema kwa maana kwamba wameingia katika mkataba wa bei gani, lakini tu wameweza kulitolea ufafanuzi na Mokola kuwepo katika kifua cha wachezaji ambao watakaoenda kushiriki michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii pia inaleta taswira gani Mohamed Dewji kuwepo katika kifua cha wachezaji ama kwenye jezi ambazo zitakazoenda kuvaliwa katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika? Kule mtaani wanasema kwamba fedha ya mkono wa kushoto ni sawasawa kuitoa mkono wa kushoto na kuipeleka mkono wa kulia. Tafsiri ni kwamba hakuna hasara na hakuna faida, kwa maana kwamba wote ni wale sawasawa. Na fedha uitoe mkono wa kushoto kuipeleka mkono wa kushoto, ama uitie mfuko wa kulia na mfuko wa kushoto, ile hali ni mtu mmoja, ni sawasawa tu kuibadilisha makazi, kuyatoa makazi haya na kuyapeleka makazi mengine. Hayo ni maneno ya mtahani na kila mmoja ana tafsiri vile ambavyo yeye anavyojua, lakini kubwa kuliko faida itakuwa ni kubwa sana kwenye soko la kibiashara, kwa maana kwamba Simba wao watakuwa wanaenda kutangaza biashara kulingana na kinywaji hicho ambacho kinachoweza kuandikwa kwenye kifua cha jezi ya Simba Sports Club kwa michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba nao pia wamejiandaa vizuri, na ukumbuke kwamba siku za hivi karibuni Novemba 22 mchezo utaenda kupigwa katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 1 kamili usiku. Mchezo huo wa hatua ya makundi, mchezo wa kwanza, ambapo Simba atamkaribisha Petro Luanda kutoka pale nchini Angola, na kule Yanga visiwani Zanzibar wao watamwalika FAR Rabat kutoka pale nchini Morocco, na mchezo huo utapigwa majira ya saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na Kati kule visiwani Zanzibar. Lakini pia tuendelee kujikita hapa Dar es Salaam kuna mchezo huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao utapigwa pale katika dimba la Benjamin Mkapa Novemba 22. Wachezaji wote wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, kwa wale wachezaji ambao kwa wale wachezaji ambao walikuwa wameweza kusalia, ambao hawapo katika majukumu ya timu zao za taifa, kwa maana ya kwamba wale wachezaji ambao wameendelea kusalia kambini na bado wanaendelea kupewa mafunzo ama kupewa mazoezi ili kuweza kuifanya mili iendelee kuwa bora zaidi, kuifanya mili iendelee kuwa imara zaidi. Lakini pia kocha mkuu bado ameendelea kukifua kikosi hiko, kwa sababu ukiachana leo ikiwa ni tarehe 12 na ukijaribu kupiga mahesabu hapo zimesalia kama siku 8 kufika
Novemba 22. Kwa hiyo kocha ameendelea kuwatengeneza wachezaji, kuwafanya wachezaji waendelee kuwa bora zaidi, wachezaji kuwapa mazoezi ambayo yatakuwa ni bora kwa upande wao. Lakini pia viongozi kadhaa ambao wa klabu hiyo ya Simba wamesafiri bwana kwenda kule nchini kwenda kule mkoani Kigoma kwenda kusimamia ama kwenda kuwapa pole wazazi, mzazi wa Kibu Denis Prosper. Mzee Denis Prosper ameweza kufariki, na kwa baadhi ya viongozi wa Simba wamesafiri kwenda kule nchini kwenda kule mkoani Kigoma kwa ajili ya kuweza kuwapa pole wafiwa na kuweza kuhudhuria, kwa sababu Kibu Denis Prosper ni mchezaji wa klabu hiyo ya Simba, na kufiwa na mzazi wa kiume ni pigo sana kwa upande wa Kibu Denis Prosper. Kwa hiyo viongozi wamesema kwamba wanampa pole Kibu Denis Prosper, na kwa baadhi ya viongozi wengine wakiendelea katika majukumu yao mengine. Lakini kubwa ni kuhusiana na uzinduzi wa jezi za kimataifa, ambapo Simba wamezitangaza rasmi jezi ambazo zitakazoenda kuvaliwa Novemba 22 kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hilo ndio kitu pekee ambacho Simba wamezitangaza. Jezi nzuri, jezi zenye muonekano mzuri kweli kweli, jezi ambazo zilizokuwa zimetengenezwa kwa ubora zaidi. Huyu ni J Root Investment Company ambaye pia amehusika kutengeneza jezi kali, jezi ya kinyamwezi zaidi. Zile jezi za ligi kuu Tanzania bara zimekuwa zikifanya vizuri sana huko sokoni, la jezi hizi za kimataifa na hakika kabisa naona zitaenda kuzipiku zile jezi za ligi kuu Tanzania bara.